Haleluya, mwana wa Mungu, karibu katika kipindi cha neno la Mungu na tafakari. Ujumbe wetu ambao tumejifunza siku ya jana na leo tunaendelea nao unasema imani, nguvu ya imani inayotenda mambo ya ziada katika maisha yako. Nguvu ya imani inayotenda mambo ya ziada katika maisha yako. Ujumbe wetu unaongozwa na waraka wa pili wa Paulo mtume kwa Wakorinto sura ya 10 mstari wa 15. Tusome mstari wa 15. Wala hatujisifu zaidi ya kadiri yetu, yaani katika taabu za watu wengine, bali tukiwa na tumaini ya kwamba imani yetu ikuwapo tutakuzwa kwenu kwa kadiri ya kipimo chetu na kupata ziada. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante umetupa nafasi ya kusimama kuja kwako kutafakari ujumbe huu. Roho Mtakatifu, ninakuomba ututafakarishe ujumbe huu, ufungue masikio yetu ya rohoni yapate kuelewa na ujumbe huu. Ni katika jina lako tumeomba, tunakushukuru Mungu wetu. Amen. Ndugu msikilizaji, ujumbe wetu ambao tumejifunza jana na leo tunaendelea nao unasema nguvu ya imani inayotenda mambo ya ziada katika maisha yako. Na jana nilikwisha kuzungumzia kwa habari ya imani ni nini na chanzo cha imani ni nini, lakini tukazungumzia kwamba hii nguvu ya imani hii nguvu ya imani inayotenda mambo ya ziada ni ile hali ya imani yako kwa Mungu ndani yako kuzidi, kuongezeka, kukua siku kwa siku. Na tulijifunza tukaangalia maisha ya Ibrahimu na Sara walipoitwa na Mungu. Wasomaji wa Biblia tunajua sura ya 12 ya kitabu cha Mwanzo, Mungu anawaita Ibrahimu na Sara watoke katika nyumba, katika nchi ya jamaa zao na baba zao. Ibrahimu akiwa na miaka 75 wakati huo anakuja kuambiwa kwa habari ya ahadi ya kupata mtoto ama kwa baba wa mataifa. Yuko miaka 90 na kitu, karibu 100. Ibrahimu ni mtu mzima sana. Na Paulo mtume kwa Warumi sura ile ya 4 mstari wa 17, 18, 19 na 20, ukisoma kwa wakati wako sasa, Paulo mtume anazungumzia ile hali, anasema ya kwamba Ibrahimu alipoambiwa kuwa baba wa mataifa, anasema akusita kutokuamini. Alimhesabu yeye aliyempa ahadi Mungu ya kwamba anaweza kufanya mambo ambayo hayapo yakawepo. Jambo la pili, Ibrahimu alifikiri hali ya kufa, mwili wake umekufa, na tumbo lake Sara mke wake kuwa limekufa. Anasema hakusita kwa kutokuamini, alitiwa nguvu kwa ile imani. Nataka niseme nini hapa? Tunapozungumzia imani inayotenda mambo ya ziada, ni mazingira kama ya aya ya Ibrahimu, kwamba katika mazingira ya nje Ibrahimu ni mzee sana, katika mazingira ya nje Sara ni mzee sana, na kashavuka kabisa taratibu za kawaida za mwanadamu kupata tena mtoto. Wameshavuka hawa watu, imeshakwisha, hiyo haipo. Lakini imani aliyoibeba kwamba alimhesabu yeye aliyeahidi ya kwamba anaweza kufanya mambo ambayo hayapo yakawepo. Imani inayotenda mambo ya ziada ni imani inayofanya mambo ambayo hayapo yakawepo.
Ni imani inayomfikisha mtu katika eneo ambalo hawezekani kufika na akafika. Ni imani inayomwinua mtu ambaye haiwezekani kabisa kuinuka akainuka. Ni imani inayomfikisha mtu kupokea vitu ambavyo haviwezekaniki kabisa, astahili kabisa kupokea yeye na akastahili. Sara akiwa amekufa tumbo, lakini aliamini na akawa mama wa mataifa. Ibrahimu akiwa amekufa mwili wake, aliamini akawa baba mataifa, akapokea ahadi, akamtukuza Mungu. Ninapozungumza kwa habari ya imani inayofanya mambo ambayo, nguvu ya imani inayotenda mambo ya ziada, ni pale ambapo akili yako, ni pale ambapo watu wameona kabisa hapa haiwezekani. Kama ni ugonjwa, kwamba ugonjwa huu utakufa. Haiwezekani tena kusoma wewe kama ni mwanafunzi. Haiwezekani tena kuzaa wewe mama, kwa sababu ya matatizo ya kiuzazi ambayo umepitia. Ujauzito umetoka mara kwa mara, haiwezekani. Na kwa sababu ya magonjwa kizazi kimeondoka, haiwezekani. Imani inayotenda mambo ya ziada inakuwezesha kuzaa tena hata kama kizazi hakipo. Inakuwezesha kufanya jambo ambalo haliwezekani. Baba, kijana, mambo ambayo kwenye maisha yako hayawezekani. Haiwezekani tena kupata kazi wewe, haiwezekani. Imani hii katika Kristo inakuwezesha kuona inawezekana tena. Hii ndio imani inayotenda mambo ya ziada. Mwandishi Paulo mtume anatuongezea tena kwenye waraka wake wa pili sura ya 4 kwa Wakorinto, sura ya 4 mstari mitatu tuisome hapa. Wakorinto wa pili sura ya 4 mstari wa 16 na kuendelea, anasema, kwa hiyo haturegei, bali ijapokuwa utu wetu wa nje unachakaa, lakini utu wetu wa ndani unafanywa upya siku kwa siku. Umesikia? Anasema haturegei hata kama utu wetu wa nje umechakaa. Ibrahimu na Sara, utu wa nje ulikuwa umechakaa, lakini imani walioibeba iliwafanya waone utu wao wa nje ni mpya. Na kwa sababu utu wao wa nje ni mpya, utu wao wa ndani ndio ulioanza kuwa mpya. Utu wa ndani ndio uliokuwa mpya, ukasababisha na utu wa nje kuwa mpya. Hata kama kuna shida, kuna mateso, kuna maisha umepita ni kama umechakaa. Kuna wengine wamechakazwa na shetani. Kuna wengine wamejichakaza wenyewe. Hata kama umejichakaza mwenyewe, ukirudi na kumwamini Kristo na kumwamini Mungu, Mungu anaweza kukutengeneza upya pale ambapo umejichakaza. Hata kama umechakazwa na vitu na magonjwa, ukibeba imani inayotenda mambo ya ziada, imani inakutengeneza upya. Imani inarudisha heshima yako upya. Imani inarudisha kibali chako upya. Imani inaonyesha njia mahali ambapo hapana njia. Ukibeba imani inayotenda mambo ya ziada. Anaendelea kusema ya kwamba maana ziki yetu ni nyepesi, iliyo ya muda wa kitambo tu, yatufanyia utukufu wa milele uzidio kuwa mwingi sana. Haleluya! Ziki yako unayopitia ni nyepesi. Ugonjwa unaopitia sio wa mauti huo. Kwa nguvu ya imani inayotenda mambo ya ziada, kuna uponyaji kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu. Mateso unayopitia ya kiuzao, ya kifamilia, ya kiuchumi, kazini kwako, mateso unayopitia hayo ni ya muda. Yanaleta utukufu unaozidi kuwa mwingi sana kwako. Yanaleta heshima inayozidi kuwa nyingi sana kwako. Yanaleta kibali kinachozidi kung'aa sana kwako. Yanaleta mpenyo mahali ambapo haiwezekani kukupenya. Hayo mateso yanaleta mpenyo katika jina la Yesu Kristo.
Riziki yako ni nyepesi, ndugu msikilizaji, unayenisikiliza, unanitazama. Mtazame Mungu, inua imani yako, kwamba imani yako kwake Kristo, kwamba kwake yeye yote inawezekana. Hebu tuendelee kusoma kidogo hapo mbele. Anasema mstari wa 18, tusiviangalie vinavyoonekana, bali visivyoonekana, kwa maana visivyoonekana ni vya muda tu, bali visivyoonekana ni vya milele. Kwa hiyo katika mazingira ya nje unaowaona hao wanakutisha, wanakuogopesha, kama vile Elisha alivyomwambia Gehazi ya kwamba hao unaowaona ni wengi, lakini walio upande wetu ni wengi, tena ni wakubwa, wana nguvu kuliko hao. Ni kweli katika macho ya nje unaona vita, unaona kufa, unaona kukataliwa, unaona kurogwa, lakini katika macho ya ndani yuko Mungu aliyesaidia wachawi. Yupo Yesu aliye mkuu wa uzima wako. Yupo Mungu ambaye yeye, kwake yeye yote yanawezekana. Yupo Mungu wa yasiyowezekana kwa wanadamu, kwake yeye inawezekana. Usiviangalie vilivyoko nje ya mwili wako, usivisikilize vilivyoko nje ya mwili wako. Sikiliza imani yako kwa Mungu yuko ndani yako, inayotenda mambo ya ziada, inarudisha vitu ambavyo havipo, inayofufua watu ambao wamekufa. Ilifufua tumbo la Sara, ilifufua mwili wa Ibrahimu. Na wewe nakutangazia katika jina la Yesu, na wewe beba imani, vilivyokufa vifufuke, matumaini yako yarudi, uone mpenyo katika jina la Yesu, uone uzima wa Kristo katika hayo unayopitia, uone ushindi kwa damu ya Yesu katika vita unayopitia. Usiviangalie vinavyoonekana ni vya muda, viangalie vya milele visivyoonekana. Viangalie imani yako katika Kristo inayotenda mambo ya ajabu na ya kutisha. Nami nakuombea katika jina la Yesu, mwaka 2026 tembea na hii imani, umwamini Kristo ya kwamba kwake yeye yanawezekana. Wala usilie ndugu, usiishie kulia kata tamaa. Ngoja niseme jambo hili. Wewe unayemwamini Kristo, unayemwamini Mungu, haijalishi wewe sijui ni Mkristo ama ni wa dhehebu gani ama ni wa dini gani. Dini ni za kwenu. Yeye Kristo alikuja kuleta ukombozi, alikuja kuleta uzima, alikuja kuleta ushindi kwa watu. Wewe unayenisikiliza, wewe unayemwamini Kristo, unayemwamini Mungu bila kujali dhehebu, dini yako, sikiliza nikwambie, haiwezekani ukaishia kumwamini Mungu na pengine wewe ni Mkristo ukaenda kanisani tu kusali na kutoa sadaka na kumtumikia Mungu, au sio Mkristo kwa madhehebu mengine hayo. Haiwezekani ukamwamini Mungu ukabaki tu katika imani hiyo alafu isitende mambo ya ziada. Imani hiyo isimtambulishe Mungu unayemwamini, isimtukuze Mungu unayemwamini. Haiwezekani. Ibrahimu alimtukuza Mungu kwa ile imani kwa sababu alipokea. Nami nataka nikwambie kwamba katika jina la Yesu, imani hiyo ambayo umejenga kwa Mungu ikupe kupokea, ikupe vitu vya ziada kutokea. Watu wajue ya kwamba yuko Mungu wa yote yasiyowezekana, yuko Mungu mwenye nguvu, yuko mfalme wa wafalme kwenye maisha yako, yuko Mungu anayekupa uzima, anayekutunza. Imani hiyo ikupe kuona, watu wamwone Mungu katika maisha yako hapo ulipo, kwenye mtaa wako. Si wanasema kuna wachawi, si kuna waganga? Wajue pia kwako kuna Mungu. Kama tunaweza kujua kwamba kwenye nyumba fulani kuna mchawi, kuna mganga, watu wanatangaza habari zake, na wewe imani hii inayotenda mambo ya ziada, ifanye watu wajue unaye Mungu. Yuko Mungu kwenye maisha yako, na Mungu anatenda, na watu wanaona katika jina la Yesu. Amen. Beba imani, tembea na imani inayotenda mambo ya ziada, mambo ambayo hayawezekani kabisa kwa akili, hayawezekani kabisa, yanawezekana. Yamekufa, yanafufuka. Umekataliwa, unaheshimika tena. Umeshushwa chini, imani inakuinua tena juu, unaonekana juu. Beba hii imani. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako.
Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya mtumishi wako na msikilizaji wangu huyo. Inawezekana kuna mahali amepita katika mazingira ya kuchakazwa, kujichakaza, na sasa ameamua kukuamini. Ninakuomba umpokee tena Bwana, kama baba wa mwana mpotevu alimpokea mwana mpotevu. Mpokee huyu mtoto wako, mpokee moyo wake Bwana, na nakuomba ndani yake ijengeke nguvu ya imani inayomwezesha kuwezekana yote yasiyowezekana. Ni kama ni mambo ya uzao, aliambiwa hawezi kuzaa tena na kizazi kimeondolewa, amerogwa, ameharibiwa. Ninaomba Bwana, imani hii impe kukomesha hayo mateso, hiyo riziki yake iwe ya muda sasa, iwe vifungo viondoke kwake sasa, nguvu za giza ziondoke kwake sasa. Tumbo la huyu mama lipokee uwezo wa kushika ujauzito na kuzaa. Baba, huyu kijana ambaye ametafuta kazi kwa muda mrefu, Baba, apokee uwezo wa heshima, aheshimike, aonekane, apate kazi. Huyu ambaye amepoteza matumaini na maisha, imani hii Baba ijengeke ndani yake, impe tumaini, impe kusimama tena na kushinda magumu na misukosuko na vita. Baba, auone upya, aone anafanyika upya ndani yake, Baba, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Baba, asante kwa ajili yake na kushukuru na kuomba Baba, umbariki mtoto wako na mtumishi wako huyu, umtendee katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki. Ndugu msikilizaji, usiache kusubscribe channel yangu YouTube channel. Andika Emmanuel Mwizarudi, basi subscribe, tuma ujumbe kwa wengine waweze kupata hizi habari njema za Kristo. Mungu akubariki sana. Tutaendelea na ujumbe huu tena sehemu nyingine.